Naam, karibu sana huko unasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV na pia unatusikiliza vizuri sana kupitia Mwangaza TV. Ni ndugu yako the one and only town DJP, baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga ambaye niko nakurushia haya matangazo, na ikiwa ni saa 9 saa za Afrika Kati. Yes, najua ni 10 saa za Afrika ya Mashariki, ndiko utapata content hii kupitia Baraka One TV, na pia utaitembelea Mwangaza TV mida hii ya saa 9. Big up sana kwa wote ambao wako natusikiliza sasa hivi kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, sote pamoja na East Africa. Hapa nikizungumzia Jide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Menda, Feza Daletesha, da Erinda Asha, Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma, Samuela Sokolo Aiba, Asani Ramadhan, Mashaka Ayamba kupitia Baraka One TV. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu ni kulike pia na kusubscribe Baraka One TV pamoja na Mwangaza TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Ukilike na kufollow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata hizi habari za moto kila wakati. Karibuni sana. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo waendeleza mapigano dhidi ya magaidi wa M23 katika akse mbalimbali jimboni Kivu ya Kaskazini pia na Kivu ya Kusini. Mapigano makali yalifanyika maeneo ya Kalembe ambako wazalendo walikiamsha dhidi ya M23 na mengine pia maeneo ya Kiyeye. Huko pia moto uliwaka kati ya magaidi wa M23 na wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo. Wazalendo wamekuwa na malengo makubwa na mapana mno ya kutaka kuchukua maeneo yote ambayo yalikuwa mikononi mwa magaidi wa M23 kuweza kuyarejesha chini ya utawala wa serikali. Amin kwamba nguvu ya pamoja ambayo iko natumika ndio itakwenda kushinda nchi. Na pia tutazungumzia kuhusiana na hali ambayo iko sasa hivi kati ya uhusiano wa serikali ya Rwanda pamoja na M23. Kwa nini serikali ya Rwanda inakuwa inalazimisha mara kwa mara ili kuweza kwamba serikali ya Kongo izungumze na M23, na huku wakiwa wako na wanasisitiza kwamba hatuwezi kuzungumza kufanya negotiation na Kongo kama M23 haiko pale. Na ukija kusikiza pia langaje za serikali ya Rwanda ni kwamba M23 ni bana konfirmu kwamba M23 ni Batusi benye asili ya Rwanda ambao wako Kongo. Unasikia Kiswahili? Alisema hivi waziri wa mambo ya nje ya Rwanda Bwana Olivier akiwa ku TV 50 TV 5 Monde na TV 5 Monde nafikiri hivyo kwamba wa M23 ni jamii ya Watusi wenye Rwanda ambao wako Kongo, ndo M23. Sasa nyewe wenye mko mnasema ki M23 ni aspiration ya Bakongole, wakati Barwande wanasema M23 ni aspiration ya Barwande wenye banaishi Mkongo. Donc Bakongole d'origine abana aspiration ya M23. Tutakuja kujadili haya mambo yote. Karibuni na tungane wote kwa pamoja. Tukianza na hili swala la Kiyeye. Kiyeye kuliweza kuamkia mapigano makali kati ya M23 dhidi ya wazalendo. Mapigano hayo ambayo yalikuwa kulingana na vyanzo kutoka maeneo ya Kashuga. Mapigano hayo yalianzia tokea tarehe 29 za mwezi wa 10 kuja mpaka tarehe 30 za mwezi wa 10, 31. Leo tuko tarehe 2. Kwa hiyo siku zote hizi
mapigano yako yanakuwa, leo wanapigana, kesho wanapigana, kesho yake wanapigana. Yote ni nini? Ni lengo kubwa la wazalendo la kutaka kuchukua maeneo ambayo yalikuwa mikono ya serikali mwanzo, kisha yakaja yakanyang'anywa na magaidi wa M23. Kwa hiyo ili kuanzisha ile yale mapigano ni kwenda kuwavuruga M23 ili waweze kuchukua ile maeneo yarudi mikononi mwa serikali, huku wazalendo ndio wakiwa wako front line. Mapigano hayo, kutokana na taratibu za mapigano na za vita, unajua sehemu kwenye kuwa mapigano lazima mambo yaharibike. Kwa hiyo biashara za wananchi zimeweza kulala, hakuna kilichofanyika, huku watu wakikimbia maeneo mbalimbali. Katika barabara ambayo watu walikuwa wanaitumia ni barabara ya Kashuga kuelekea mpaka maeneo ya Nyanzale. Ile barabara imekaa kabisa, imefungwa, hakuna movement yote ambayo watu wako wanafanya kutokana na leo kupigana, kesho kupigana. Hauna uhakika kwamba nikitoka hapa niende Kashuga, niende Nyanzale, je, nitarudi salama ama nitakutana na nini? Kile kinafanya wananchi wabakie majumbani kwao, na ni jambo la heri. Wakati wa mapigano you are not supposed kutoka kwenda from to nowhere, kwa sababu huwezi jua nini ambacho kitaweza kutokea endapo utakuwa huko tofauti na jumbani kwako. Risasi zingine zilisikika maeneo ya utawala wa Bwito, ambako pia unasemekana milio ya risasi ilikuwa ikisikika kutokana na mapigano ambayo yalikuwa kati ya magaidi wa M23 pamoja na Waza. Sio tu maeneo ya Kiyeye peke yake ambako kulikuwa kuna mapigano, maeneo mbalimbali pia ikiwemo kijiji cha Masha ambacho kiko ndani ya lokalite ya Mweso tarafani Masisi, na kwenyewe pia moto uliweza kuwashwa, wazalendo hivyo hivyo wakipigana na M23. Tukishana na huko tukienda maeneo ya Kalembe na kwenyewe pia kuliwaka moto ndani ya gavumenti ya Bashali Mokoto tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako wazalendo walienda kuafront M23. Hapo kwa swala la kwenda kuwatake adui, wazalendo wa Nord Kivu Mentfor wako na ile audace ya kwenda kuwatake adui, na pia wenzetu ambao wako maeneo ya Shabunda, Mwenga, na wao vile vile wako na ile audace ya kwenda kuwatake adui. Hii ikiwa ni kwa sababu kwamba adui unapomwachia muda mrefu sehemu moja anakuwa iko anajitengeneza, lakini unapokuwa unaenda unamshtua, unamvunja, unavuruga 2-3, inakuwa iko inamfanya naye asiwe na muda mzuri, kwa sababu anajua kama muda wote hapa naweza nikaingiliwa na nikakosa nini cha kufanya. Ndio maana jambo ambalo linatakiwa wazalendo kuwa wanafanya ni kwenda kupiga. Mnaenda tu mnapiga, lolote ambalo litatokea tunachukua tunaweka. Mnapiga mnachukua, sababu ile iko inamvunja nguvu sana M23. Ile ya kumwacha muda mrefu kama jinsi tulivyomwacha hapa Kamanyola na Katogoto. Unajua hapa maeneo tumemwacha adui kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba anajitanua, anajitawala, anajisao. Niko na watu kule wanasema kwamba bwana, huku sisi adui Ondireki anakuwa sasa yuko nyumbani kwake, yani chelewa yani hana wasiwasi tena, yuko kwake, ana relax, anafanya nani ambavyo anajisikia, anatoka anaingia Rwanda, anarudia, hakuna kitidi yote. Ndio maana ilitakiwa kuwa na tikisa pale, sio kuacha hivyo hivyo. Unapotia tikisa pale kibiriti ndio unajua kama je kibiriti kimejaa ama kiko pungwani. Lakini ukiacha kibiriti hivyo hutajua kwamba kimejaa ama kipo nusu. Unaona wazalendo wa maeneo mengine wako wanajitahidi sana kufanya kazi kubwa. Na hata pia wa Uvira na wao, kulingana na ulinzi wa Uvira jinsi huko, wako wanajitahidi pia kufanya kazi kubwa. Lakini kuko kwa tofauti kidogo. Na hii itakuwa niko naizungumzia sana. Utofauti ni kwamba jinsi alire yenye tuko tunaona wazalendo wetu Uvira wanaanza kujikomporte vibaya. Elewa? Ninaposema vibaya namaanisha kwamba
wanaanza kujisahau. Tuambiane hivyo. Wanaanza kujisahau. Na kitendo cha wazalendo kwamba kujisahau, ile ni hatari. Unaona? Ile ni hatari sana kwa mzalendo kujisahau. Makanaki amekuwa akizungumzia mara mingi sana. Jamani, achaneni na mambo ya ajabu ajabu. Achaneni na mambo ya ovyo ovyo ambayo hayana maana, yatatuletea shida huko mbeleni, na ndio hiki ambacho kinaweza kutokea endapo tutashindwa kuzingatia misingi na taratibu na kanuni za kufanya ili tuweze kuongoza nchi yetu. Maana nchi hii kama sisi wenyewe hatusimami wazalendo, atupigani, hakuna mtu ambaye atakuja aseme kwamba atatupigania, hata kuwa. Unaona? Na hili swala la Makamba Uvira, tuko na shida kubwa mbili. Makamba na wazalendo kutokujielewa, baadhi ya wazalendo kutokujielewa. Lakini shida za Kamba naona zinaanza zinapungua, kwa sababu hata pia Mupleni na Ruzizi na kwenyewe kulikuwa ile kuvunja zile makamba za wazalendo na kuacha raia wawe huru. Sehemu pekee ambako watu wanaweza kuweka kamba. Okay, sawa, kamba sio mbaya. Unaweza kuweka kamba, si barriere. Ile kamba si ndio control. Mtu anakuja iko na nini? Mna control ndani baba hamna kitu pita. Lakini hapana, mtu anakuja ule mumcontrol, mko na salamba pesa. Ile inakuwa haina maana. Na mtu akwambia hana, inakuwa ni dosi. Sawa. Ondereke ulimwekesha franga yeye. Hapana, haiko vile. Haiko vile. Kwa hiyo tujirekebishe. Makariki nasema kila siku tujirekebishe ili tuweze kupata ile heshima ambayo sisi wazalendo tuko nayo. Tusiwe watu wa ovyo ovyo. Unaona? Mzalendo sio mtu wa ovyo ovyo, mtu wa kulialia hatuyakula. Sasa kama uyakula, nani alikwambia uingie? Ndio mimi nasemaga hivi mara mingi. Hauwezi ingia mjambo kisha uanze kujilamante. Hapa hakuna walikuita. Kama unaona unachoka, toka, acha wengine. Sisi ambao tunaona hatuwezi kuchoka tena, mbona sisi tuko tunafanya hii kazi? Tunalipwa na nani? Nani anatulipa? Lakini tunafanya asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, kila siku. Sisi tunafanya kazi ya uandishi wa habari. Tunatoa habari kila siku. Na Jumapili hakuna weekend kwangu. Ushelewa? Nani ananilipa? Lakini kwa sababu ni kazi ambayo mimi nimesema kwamba nitakuwa niko na wapa habari wananchi wangu, nitakuwa niko na watengeneza wananchi wangu wapate nini ambacho kinaendelea Kongo na sehemu zingine. Ndio maana tu tunafanya hivi. Hatuangalii kwamba tunalipwa ngapi, nini na nini, hii ndio hapana. Na ndio hii ambayo kila mzalendo, kila mkongomani anatakiwa asimamie kwamba unafanya ni kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi, na haufanyi kwa ajili ya kutegemea kwamba kama sipati hiki sitafanya. Na ndio maana wengi wako frustrated. Kidogo tu wanakuwa wanaenda kubaya M23. Kidogo tu wanakuwa wanaenda kubaya M23. Kitu kinakuwa hakina mantiki na hakina umuhimu wote tu.